Kama tunavyojua, dunia sasa hivi inakabiliwa na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanapelekea kuwa na athari kubwa katika mazingira, lakini vile vile kuna masuala mtambuka ambayo yanahusu masuala ya afya ya akili na ishu za usawa wa kijinsia. Kwa hiyo serikali kwa kushirikiana na wadau tumeamua sasa, pamoja tulikuwa tunaendelea na kuchukua hatua mbalimbali, kwa sasa hivi tunaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali. Mojawapo ni hawa ambao sasa tumeleta mradi wa Choice Project, ambalo lengo kubwa hasa ni kukabiliana na hizi athari za mabadiliko ya tabia nchi yanayotokana na ambayo yanaleta athari mbalimbali kwenye mazingira, lakini hasa ukizungumzia katika sekta ya afya, kuna athari ambazo zikitokea kutokana na mazingira, kunakuwa na milipuko mbalimbali ya magonjwa ambayo mwanzoni tulikuwa hatuna, lakini yale yaliyokuwa yapo unakuta sasa yanachukua kasi zaidi. Kwamba Choice Project ya Tanzania imekuja baadaye sana, inajumuisha nchi 5 ambayo kwa Afrika Mashariki ni Kenya na Tanzania, na tuna Ghana. Hizo ndio nchi za Afrika, alafu tuna Kyrgyzstan na Pakistan. Kwa hiyo kwa Tanzania tulianza mwaka 2023, 24 na 25 mwishoni Disemba ndio mradi unaisha. Kwa hiyo tumeingia na mkakati wa kuestablish think tanks ambao hao watakuwa wanajaribu kufuatilia yale malengo endelevu, Sustainable Development Goals, lakini tukifocus kwenye goal namba 3, 5 na 13 ambayo yanahusika na mambo ya climate change, gender na health na well-being. Kwa hiyo kikubwa tulichokifanya ni kuestablish our think tanks ambao watakuwa wanafuatilia haya malengo kwa nchi yetu, tumefikia wapi na tuna gaps gani na challenges gani, na come up na recommendation na solutions. Kwa hiyo katika kutekeleza hayo tumejaribu kuestablish kwanza partnership. Kwa hiyo tuna members wa academics, members wa institution mbalimbali ambao wamejoin hands pamoja na sisi na kuweza kufuatilia kufanya scope review ya frameworks tulizokuwa nazo, lakini pia tumeangalia gaps zilizokuwepo, na of course tumeaddress some of the challenges na gaps ambazo tumezigundua. Kwa hiyo tumejaribu kutrain healthcare providers kwenye mambo ya gender, lakini pia tumetrain healthcare providers kwenye mambo ya mental health. Some challenges remain. They largely remain related to factors such as climate change, environment, disasters, and natural calamities, which we need to address through enhanced strategies for integrated work on climate change, health, and development. Third, undernutrition, particularly stunting, remains a big challenge. And here is an opportunity again in Tanzania to make a difference over time through multi-sectoral strategies, not just in health, but also in agriculture, food security, addressing climate change and disasters. Fourth, this work cannot be done by any one agency. This requires multi-sectoral planning and multi-sectoral action. And that's the purpose of the Sustainable Development Goals, is to encourage those national partnerships between the government, civic society, academia, research bodies, and implementation agencies.